Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayitu wa innahum mayitun. Waislamu, kwanza niombe radhi kwa shekhe na nyinyi kwa sababu sintatumia muda mrefu, isipokuwa tu leo nilimwambia ndugu yangu, rafiki yangu, nitakuja kuswali hapa Kishki kwa ajili mnipatie dua, maana tarehe 25 nitasafiri na nahitaji dua yenu, na chochote mawazo mliokuwa nayo mnipe, kwa sababu nimealikwa Bujumbura. Kuna mkutano mkubwa sana wa dini, na katika watu walioitwa katika Tanzania nimechaguliwa mimi, na mkutano ule si wa Kiislamu. Mkutano ule ni wa madhehebu mbalimbali, wa Pentecost, wa Lutheran, Baptist. Wanakwenda kuiangalia ni dini gani bora katika ulimwengu. Kwa hiyo wameniomba na mimi nikawe msemaji wenu, mwakilishi wenu, na katika mkutano huo itabidi niulizwe maswali, na ninaomba dua katika maswali nitakayoulizwa. Mwenyezi Mungu ajalie niajibu kama inavyotakikana. Semeni amin. Sasa nimekuja kukuombeni dua. Waislamu, si umeona Ijumaa tulikuwa wengi lakini tumebaki wachache. Mnajua kwa nini? Mnajua kwa nini? Kwamba watu wanacheza na muda, kwamba mtakaaje msikitini mimi saa nzima? Nikae msikitini kwa ajili ya Mungu, kwa nini siende kwenye shughuli zangu? Lakini utamkuta mtu aliyekuja akakaa dakika 15 baada ya swala akaondoka, anakaa kwenye mpira dakika 90, saa 1:30. Maana yake nini? Muislamu huyo aliyekuja msikitini kakaa robo saa akiangalia mechi 10, maana yake ametumia dakika 900. Maana yake Mungu anahesabu mtu huyu kaangalia mpira siku 2 bila malipo yoyote, alafu msikitini amekuja amekaa dakika 5. Inna lillahi. Ndugu zanguni, nikuombeeni nyinyi mliokaa hapa, baada ya kumaliza na mimi mniombee dua. Yaani katika wahadhiri maarufu wa zamani mwaka 83 nimebaki mimi peke yangu. Wengine wote Allah alishawaita akhera: Ngariba, Kawemba, Matata, Riko, Mbwana, Imani Petro, Omar Bashiri, Sheikh Kasim. Yaani wote nilioanza nao mimi, nimebaki mimi tu. Yaani na mimi nikiondoka, manake nchi hii hamna DD, mtu wa comparative religion, mtu wa kuwatetea nyewe katika imani yenu. Kwa hiyo nikaomba nije nipate dua, mniombee dua, na baada ya hapo nitarudi, alafu nitafanya safari nyingine. Kama nilivyokuja hapa siku moja nikawaambia kuna mji mmoja nimekwenda, kabla sijaanza kusema lolote watu wasema, wewe sio tunakona kwenye WhatsApp? Nikasema ndio mimi. Kwenye Facebook ndio mimi. Wewe ndio share? Nikamwambia ndio mimi. Unaweza kila kitu? Nikamwambia mengine siwezi. Sasa tunataka tukuulize swali, Mungu wenu anaweza kila kitu? Nikasema Mungu wetu Allah mengine hawezi kufanya. Watu wakatoa macho, inakuwaje? Nikasema Mungu hawezi kuwa na mtoto. Akateremsha aya akasema lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan.
Mbona mnashindwa kumaliza? Kwa hiyo Allah hawezi kuwa na mtoto, impossible. Na ukisema Mungu ana mtoto, ukifa unakwenda motoni. Juzi kabla uchaguzi, kuna bwana mmoja alitamka akasema, Waislamu wote siji tufanye hivi tumpigie huyu. Mimi nikaenda nikakanisha, akasema haiwezekani. Basi siku mbili wamenichora, wamenivisha msalaba kwenye Facebook kwamba mimi ni padiri. Hebu angalia, ni watu wa ajabu hao. Wamenivisha mishe, bonge la msalaba linaning'inia huko. Alafu na mimi nikakomenti nikasema la, limenipendeza. Unajua kwa nini? Unajua mtu ukiwa hujui thamani ya mtu, kama alivyosema Sheikh, ukiwa hujui thamani ya mtume utafanya kila kitu. Lakini ukijua mtume ana thamani gani duniani, wallahi Waislamu nikwambieni, sisi kazi zetu tungezifanya muda mchache sana, alafu duniani kwa mambo ya akhera tungetumia muda mrefu. Kwa nini? Lakini fainali siku ya kiyama ndio inakuwa fainali, kwamba popote ulipohudhuria, popote utaonyeshwa muda, popote ulipo utaonyeshwa muda, na ule muda Allah atataka uutolee maelezo. Na muda huu ambao tunautumia hapa msikitini, siku ya kiyama tutautolea maelezo. Mlikuwa wapi? Tuambia Allah, kwanza tulifanya ibada kwa ajili yako, tukamsikiliza shekhe, ingawaje shekhe naye kasema eti nimevamia eti hapa. Sijavamia shekhe. Mimi katika watu ninayewapenda Abdul Qadir nampenda sana. Siku hizi Kiswahili alhamdulillah anajua. Na mimi namuombea dua ajue zaidi. Semeni inshallah. Katika watu ninayewapenda huyu bwana Kishki, kwa sababu huwezi kuwakuta sehemu nyingine pasipo dini, huwezi kuwakuta. Kama mimi huwezi kunikuta kwenye mpira, huwezi kunikuta kwenye taarabu, wala huwezi kunikuta kwenye watu. Huwezi. Haya, unikute mimi nifanye nini sasa? Haya, ndio nimekufa roho pale, sasa nimekata roho, alafu naenda kumwambia nini Allah? Ulikuwa unaangalia nini? Mpira, alafu inakuwaje? Ulikuwa unaangalia nini? Taarabu, alafu inakuwaje? Sisi tuna sehemu zetu. Na ndio maana watu wasiokuwa na akili wanatukana sana. Kuna wakati fulani walinitukana sana Kishki hii, wakamtukana kaka yake huyu, mimi ndio wakaniburuza. Yaani wanatukana bila sababu, hawajui umuhimu wao wasomi. Wallahi mimi namfuatiliaga shekhe huyu, namfuatiliaga akiwa kwenye television nini. Akianza tu mimi namfuatilia yale mambo yake, hadithi, bwana mtume kasemaje, muda huu tunaotumia, sijui nini. Wewe bwana, kila kitu. Mimi shekhe simwezi, huyu shekhe ana elimu. Lakini na yeye mimi vile vile haniwezi. Yeye vile vile mimi haniwezi, vile vile haniwezi. Na yeye anajua kwamba wapi haniwezi, anajua. Kwa hiyo tumegawana. Haniwezi. Pambana na kidume, anambia kwa nini Mtume Muhammad alimuoa Bi Aisha ana miaka 6. Nikamwambia kwani wewe dada yako kinachokuuma kitu gani? Wewe Muhammad kaoa, akapewa na wazazi wake. Wewe kinachokuuma kitu gani? Aya, Sheikh Jibril angetoa, asingetoa hilo. Angezunguka paka alete hadithi, sijui. Jamaa lenyewe hata hadithi halina mpango nao. Ile anakuja ovyo ovyo, naona kwenda naye hivyo hivyo. Hivyo hivyo unaenda naye. Juu kwa juu mnakatana huko huko. Sasa mimi naenda Burundi. Wakati Pierre Nkurunziza hajafa, kuna bwana mmoja hapa anajitaga mtume hapa. Akia Mungu tena kafika Burundi akasema mimi nimekuja ni mtume kutoka Tanzania. Inna lillahi, eti si yule mtume wetu. Akia Mungu tena. Nyinyi mko hapa, kuna mambo yanaendelea huko hamjui, na nyinyi siku ya kiyama ndio mtaonyesha kazi tunayoifanya. Haki ya Mungu tena. Sisi tunafanya kazi kubwa ndugu zangu, tuombeeni dua. Haki ya Mungu. Sisi tumechukua majukumu yenu, tumechukua majukumu ya shekhe. Shekhe aje kufundisha madrasa, kuwafundisha vijana, elimu na nini. Sisi kazi yetu kuwaingiza watu katika dini. Lipatikane kundi miongoni mwenu lenye kuamrisha mema na kukataza maovu. Nyie mnakumbuka watu watandika hapa toka zamani,
viwanja vyetu vilikuwa Tandika, Temeke, wapi. Mimi baada ya kutoka jela, natoka jela nafika nyumbani naambiwa kuna sehemu moja kulikuwa na muadhara Temeke hapa, Tandika. Basi nimetoka jela, nimebadilisha kanzu, nimekwenda kule. Nishatoka jela mimi. Kwa sababu nishazoea. Wewe unaweza kwenda jela? Nani anaweza kwenda jela? Mimi nishakaa jela 17. Nani anaweza? Jela wewe ukikaa jela mara 2 tu dini unaacha. Lakini mimi mwenzo nikikaa jela na nenepa, alhamdulillah. Nasilimisha umo masaa mtoweni atawamaliza, mimi niko nje. Yaani Mungu ndivyo alivyonipangia. Sasa wewe hata mimi ukinichola, ukinivisha msalaba, unanidharau, hauna maana yoyote. Haki ya Mungu wallahi wa billah. Wallahi nataka nikwambie ninyi Waislamu, nyinyi mnaikaa hapa nyinyi, Allah ni shahidi. Kuna sehemu tulikwenda, nilikuwa mimi, nataka kumalizia, nilikuwa mimi, marehemu Riko, marehemu Mbwana na Yahaya. Tumeingia kijiji, hamna Muislamu hata mmoja. Hamna Muislamu hata huyo mmoja. Tukapiga dawa pale, watu wakasilimu, tukaondoka, tukaenda sehemu moja inaitwa Bandundu. Nani kishafika Bandundu? Anyoshe mkono. Bandundu. Wewe ndio Bandundu ufanya nini? Bandundu iko Kongo. Unasafiri kwa treni Bandundu siku 7 kama treni ipo. Kwa gari siku 14, barabara hakuna. Tumefika huko tumekuta Waislamu 4, Waarabu 2 na Waswahili 2. Tena hawa Waswahili 2 hawa walitaka kazi kwenye sheli. Wale Waarabu akasema tuwezi kukupeni kazi mpaka msilimu. Kwa hiyo Waarabu walikuwa Waislamu 2 peke yao. Bandundu. Huko wewe ufiki mpaka kiyama kinakuja. Haki ya Mungu wewe. Bandundu. Tumeweka kambi pale wiki nzima, tumeingiza watu 980. 980. 900. Tulikuwa tunakata 100 tu. Shahadu watu 100 wote tunaambia haya nini kina Abubakar. Tunachukua wengine shahadu kina Omar. Tunachukua wengine paka wakagoma, akasema sasa itakuwa fujo mtaani. Ndio tumetoka tunaenda sehemu tukavamiwa na wanajeshi, tumezungukwa hapa. Na mimi naye ni muoga kufa, wanajeshi wana mashine zile zinakwenda mpaka chini. Wallahi wa billahi siku hiyo ndio nilijua Allah yupo kweli, anaweza akamsaidia. Haki ya Mungu tena. Allah anasema intansurullaha yansurukum. Siku ile Allah alitunusuru. Niko mimi, Sharifu, Riko, Yahaya. Tumeingia pori wala hatujui. Washatuzunguka. Nyinyi mmekuja kufanya nini hapa? Alafu wote tumevaa kanzu. Kasema sisi tumekuja kutalii Kongo kwa sababu tumesikia kuna wanajeshi. Mimi huyo kuna wanajeshi na wanajeshi wanataka dua ili wapande vyeo. Nimetokea hapo. Unafanya mchezo unakufa, watakuua ukileta masiala. Ndio nilokuleteni nikamwambia na huyu mtoto ambia huyu ndio anayeomba dua huyu. Msikilize. Sharifu akainua mikono akawaombea dua wale. Wallahi walituchukua katupeleka hotelini tukakaa wiki nzima. Tumemaliza tumeenda Goma, tunafika Goma tu. Ile tunaanza muadhara walikuwa kama 15 na wote wana bunduki wanajeshi. Akapanda mwanajeshi mmoja. Akasema nataka nimuulize swali Ustazi Mazinge. Nikapanda pale nikasema niulize kaka. Akasema mimi nianza kukusikia bado mdogo sana na niko hapa, mimi niko vitani. Swali na kuuliza, kuua ni halali au si halali? Yaani wao wanaua alafu wanakuuliza ni halali au si halali. Mimi nikasema ni halali. Ni halali kabisa, kama unaitafuta haki umezulumiwa ni halali kabisa. Wakasema bahati yenu. Walikuja walokole juzi hapa walisema si halali, tuliwaua wote. Haki ya Mungu wallahi wa billah. Wote waliwapiga munduki wakafa. Ndio maana leo nimekuja hapa mnipe dua. Semeni insha Allah. Nipeni dua. Shehe wenu. Na vile vile Shekhe leo nitakuomba radhi kwa sababu nimeona vijana walikuwa wanapita hapa wanachangisha.
Kuna mtu mwingine kile kifuko kile cha kuwekea sadaka za msikiti wala hana mpango nacho. Msikiti huo umejengewa tayari Kwa hiyo ukija hapa unatawadha tu unaondoka. Unashindwa hata kutoa sadaka wewe, haki ya Mungu tena. Sadaka kwa ajili ya Allah. Yaani hiyo ni lazima utoe, yani kama unayo. Lazima utoe, kwa sababu hizi sadaka ndogo ndogo mnazoziona hizi, wallahi wa billahi zinawasaidia. Kuna watu wanasafisha msikiti, kuna watu wanaharibikiwa, kuna watu usione labda ukajua Sheikh Abdul Qadir labda ana hela sana, sijui ukaona mbona Sheikh Abdul Qadir yupo. Sheikh Abdul Qadir akitoa ni yeye binafsi, yeye na Mungu wake siku ya kiyama. Sheikh Abdul Qadir ulifanya nini? Ambie ya Rabbi, wewe unajua nilifanya nini ya Rabbi, nilifanya kadha kadha kadha. Sheikh Mazinge ulifanya nini? Ambia Sheikh Allah, wewe unajua Rabbi, nimekwenda jela kadha kadha kadha. Mbona sehemu nyingine ukwenda? Naambia kuna matajiri ya Rabbi walininyima pesa nikashindwa kwenda kule na nini na nini. Mimi nakaa pembe, kazi inakuja kwako wewe. Wewe hapo sadaka wewe unayemtizama, nisikilize vizuri sasa hivi. Sadaka unampa nani kama Ijumaa hukuweza kutoa? Swali liko hapo. Sasa nikuombeni leo, tunataka nifanye dua na mimi vile vile nasafiri. Nataka nikuombeni na mimi leo, nyinyi Waislamu, nyinyi nisikilizeni vizuri. Wallahi wa billahi na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna sehemu mimi nilikwenda nikamkuta jamaa mmoja, yule bwana maneno alioniambia sijaamini. Nikamwambia sikiliza nikwambie, hakuna Muislamu yoyote atakayekwenda motoni isipokuwa yule atakayekataa. Ukikataa motoni utakwenda. Na ninataka nikwambie, kama sio sisi Waislamu, wallahi Mwenyezi Mungu asingeuteremsha Uislamu, kwa sababu ameuteremsha Uislamu alafu akatuumba sisi tuwe Waislamu. Na mwisho kabisa Mtume anamaliza bado siku 81 aondoke duniani, imemteremkia aya. Hii aya wewe nikiisoma mimi nanilizaga sana. Inasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Sadaqallahu alazim. Katika vitabu vyote vya duniani vya dini nilivyosoma, hakuna aya kama hii, hakuna, never. Anglikana hawana, Wakatoliki hawana, Baptisti hawana, Venzevois. Mnawajua Venzevois? Kanisa la Venzevois Tanzania hakuna. Kanisa la Venzevois. Acha hawa Sabato hawa, acha. Kuna kanisa lingine liko Nairobi jipya hilo, kama alivyosema Sheikh hapa. Kazi yake wao ni kumtukana Bwana Mtume Muhammad. Ukimtukana sana ndio unapata mshahara mkubwa sana. Wallahi tena. Unamtukana mtu ameshaenda akhera, unamtukana mtu hujawahi kumuona, unamtukana mtu hujui kama huyu ndio mwokozi wa siku ya kiyama. Tumuombe Allah atunusuru na mabalaa, tuseme amin. Nataka niombe Waislamu tufanye dua. Baada ya kufanya dua, nataka niwaombe na mimi na Sheikh Abdul Qadir vile vile. Nataka nimuombe shekhe wangu, ananipenda sana Sheikh Abdul Qadir sana, na yeye nafsini kwake anajua, na mimi nampenda sana na nafsi yangu inajua, kwa sababu ya mambo ya dini. Hivi nataka nikuulizie nyinyi Waislamu, semeni ule ukweli wenu. Mimi ningekuwa nacheza mpira kwa kazi nilikuwa nayo, sichezee Yanga au Simba sasa hivi? Semeni kweli. Ningekuwa nacheza Ulaya, nishasajiliwa zamani. Tatizo linaloniponza, nafanya kazi ya Allah. Basi sasa tunaomba tusaidiane kwenye hili. Na baada ya kusaidiana na kwenye hili, basi tumuombe na Sheikh Abdul Qadir aongoze hiyo dua inshallah ya kuniombea, kwa sababu tarehe 25 nitaondoka, nitasafiri. Nikirudi nitakuja nikupeni taarifa, semeni inshallah. Nataka nikuleteni taarifa. Kuna mapadri wachungaji 85 naenda kuwahubiria mimi. Who is Allah? Who is Muhammad?
nani Allah, nani Muhammad. Haki ya Mungu anasema, so if we want to go to Jannah, you must fight into the way of God. The Quran is the first and the last revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. If you can follow the Quran, you can go to hell. Yani unapiga vitu alafu unaenda kwenye vitabu vya nyuma huko vya kina Habakuki. Hii koma mitadim vikulu ya Muhammadun zehedudi vezemi ya pusala. Unawapiga kwanza kiharamaini, lugha ya Bwana Yesu. Hakuna anayejua hata mmoja pale isipokuwa mimi peke yangu. Kuna mchungaji mmoja, nataka nimalize, alinikabidhi kanisa. Akaambia, Ustazi Masinge, wako hao, wewe wahubirie tu, wakikubali nenda nao. Nikaambia, wewe wanasikiliza, hawa mimi nitawasilimisha, nenda nao, hao wameshashiba damu ya Yesu. Basi mimi nikamwambia, shauri yako. Nikaingia, akasema, amani ya Bwana iwe kwenu. Wakakataa kuitika kwanza. Yohana 17:20 Yesu ameingia katikati akawaambia, amani ya Mungu iwe kwenu. Nikamwambia, kwa nini watoleni amani nyinyi hamtaki wakati ni amani ya Yesu? Mmoja akasema, sema Bwana asifiwe. Nikamwambia, lete aya. Hamna. Basi nikaanza kuteremka bwana. Haki ya Mungu niliteremka. Nikasema, Uislamu ni dini ya Allah. Mtu wa kwanza kwa Muislamu ni Adam, wa mwisho kabisa mtume wake ni Bwana Mtume Muhammad. Nikaanza kuwataja Adam, Hudun, Swaleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Yakubu, Dhulkifil, Shuaib, Daud, Suleiman, Eliasa, Zakaria, Yahya. Nikateremka mpaka the last prophet from Allah, Bwana Mtume Muhammad. Nikaambia, ukitaka kwenda peponi lazima ushike nguzo 5 za Uislamu. Bila kushika nguzo 5 za Uislamu, basi wewe unakwenda motoni. Kwa sababu Uislamu unasimama kwenye nguzo 5. Akasimama mchungaji mmoja akasemaje, unataka kutuambia Yesu alikuwa Muislamu? Nikamwambia ndio. Alienda Maka. Kwa sababu nguzo ya mwisho ni kwenda Maka. Alikwenda Maka kuhiji ili tuweze kuamini. Nikasema, kwenda Maka kuna sharti yake. Huwezi kwenda Maka hivi hivi. Kama lipi? 7:20 Mathayo. Wakafungua kanisa zima. Yesu anasema, ndege wana mapango, mbweha wana mapango, ndege wana viota, lakini mimi Yesu sina hata pa kulala. Nikamwambia, nyinyi mmesema Yesu anasemaje? Wote wakasema hana pa kulala. Nikamwambia, siyekuwa na pa kulala ni tajiri maskini? Wakasema ni maskini. Nikasema, Yesu hakwenda Maka kwa sababu alikuwa maskini. Basi mtu wa kwanza kuja kutoa shahada yule mchungaji. Anasema, na jina nataka nichague mwenyewe, nataka niitwe bismillah. Nikamwambia, hamna jina la. Nikamwambia, jina la namna hilo hamna. Kanisa tukalibadilisha, sasa hivi ni msikiti Kasese, Uganda. Amesilimu yeye, kapata mpiga kengele, mlisha mikate, waimba kwaya, mpaka wazee wa kanisa. Mpaka wazee wa kanisa. Wewe unanitisha msalaba mimi. Inna lillahi. Nataka niombe dua inshallah. Sheikh Abdul Qadir, nikuombe Sheikh. Kabla ya kuomba dua, nikuombe kitu kimoja. Uniombee dua mimi, na mimi nitakuombea dua wewe. Mwenyezi Mungu akukinge na fitina na mabalaa wote. Na sisi Waislamu tuliyeswali hapa, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala Ijumaa ya leo iwe ni sababu ya Allah kutufutia madhambi yetu na kutusamea madhambi yetu. Na kabla ya kuomba dua Sheikh Abdul Qadir, nataka niwaombe Waislamu waweze na wao kutawakal kwa Allah, wale ambao wataweza kusaidia safari yangu, kwa sababu tunakwenda na gari yangu mimi, alafu dereva mwenyewe. Abdul Qadir anaendesha, mimi dereva mwenyewe. Uniendeshe, uniangushe, alafu naendesha mwenyewe. Haki ya Mungu tena. Pumzika kidogo Sheikh Abdul Qadir. Pumzika kidogo, alafu nikuombe.
Nataka sasa niwaombeni Waislamu, kwanza tufanye dua, alafu nataka nikuombeni ninyi mliokuwa hapa, changieni na nyinyi, changieni. Mimi nikifika kule nitawaambia tu, nitawaambia Waislamu, haki ya Mungu, nitawaambia Waislamu nimekuja huku kwa sababu Waislamu walichangia safari. Na mimi lazima nikueleze kweli, wala sikuficheni, mimi sina mfadhili. Mwaka wa 37 nikiwa na shida na kuja kwenu. Sio shida hela akula, hela akula mimi ninayo. Shida kwenda kupigania dini ya Allah. Kuna mkutano nilifanya Diamond Jubilee. Haki ya Mungu pale kulipia ni milioni 4 ilikuwa. Nimemfuata mimi Kishki, ndugu yake, nikamwambia Kishki, sikiliza, kuna watu wanafanya balaa na mtukana Mtume, nataka kuandaa mkutano pale Diamond Jubilee. Kishki akasema nenda chukua, nenda kalipe. Alafu angalia mkutano ule umeingiza Waislamu wa Kristo wengi sana kwenye Uislamu. Haki ya Mungu tena. Huyu Kishki rafiki yangu, na Kishki ni muoga huyo. Sasa nataka nikuombeni ninyi nyote mliyekuwa hapa leo, nataomba mimi ndo nakuombeni. Hii hajanituma Abdul Kadir, hajanituma mimi, ndo nimemuomba kwa sababu mimi ndo nina safari. Tarehe 25 naondoka, 26, 27, 28, 29, 30, siku 5 tunamaliza. Alafu inshallah nikirudi nitakuja nikupeni taarifa, semeni inshallah. Nyinyi mliobaki hapa sio nyinyi nafsi zenu, Allah ndio ametaka mbaki. Allah ndio kataka mbaki. Na mawazo ya watu wengi sasa hivi leo na kesho ni kwenye mpira wa Yanga na Simba. Anafikiria mpira. Mtu afikirii kiyama, anafikiria mpira wa Yanga na Simba. Unafikiria mpira? Wewe itakila. Nataka nikuombeni inshallah. Sasa hivi tufanye dua. Shafanya dua inshallah. Corona hakuna, tupeane mikono. Shapeana mikono inshallah. Basi tutawajike inshallah. Na mimi nashukuru sana Abdul Qadir. Inshallah mimi nashukuru sana inshallah. Naomba tufanye dua na mimi, na dua hii tutakayofanya iwe ya sisi sote tuliobaki hapa msikitini. Allah atujalie afya, atujalie uzima. Allah atujalie wenye biashara zetu, Mwenyezi Mungu atuongoze katika biashara zetu. Allah ajalie wenye familia zetu, Mwenyezi Mungu atuongozee wenye familia zetu. Allah awajalie, amjalie ndugu yangu, rafiki yangu kipenzi Abdul Qadir na familia yake, Mwenyezi Mungu aipe afya pamoja na yeye pamoja na sisi. Amuongoze katika njia iliyonyooka. Haya yanayoyafanya hapa duniani, basi Mwenyezi Mungu amlipe yeye pamoja na sisi. Na sisi ambaye tunashiriki katika mambo yote ya kushiriki katika masomo na nini, basi tunakuomba Allah utuongoze katika siratal mustaqima. Na tunakuomba ya Rabbi, mwisho ya Rabbi tunakuomba utupe kauli thabiti na utupe mwisho mwema. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah. Abdul Qadir, naomba dua inshallah Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi katika safari yetu. Karibu Sheikh.